Yes. Mmekubali hatimaye? Ya, lazima tukubali, yani mashindano. Kuna muda timu itafanya vizuri, kuna muda timu haiwezi kufanya vizuri. Tuliingia kwenye record ndani ya miaka 7 kucheza robo finali kwenye mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Ndani ya Afrika nzima ni timu 7 ambazo zimefanya mara 6 mfululizo za robo finali. Kwa hiyo mwaka huu umekuwa hata sisi kama Simba tunajipanga kuna namna gani mwakani tutarudi tena kwenda kupambana. Lakini sajili ambazo zimefanyika na kile ambacho kimeonekana hii leo, unadhani kutakuwa kuna nguvu kubwa kwenye kuelekea kwenye msimu ujao? Ya, kwanza mimi nafikiri kwamba ni kupongeza namna ambavyo vijana wamesajiliwa, ni vijana ambao mimi naamini kwamba wana quality nzuri na kuna kitu kikubwa wamekiongeza kwenye Simba. Lakini mpira ni mchezo ambao una matokeo ya kikatili sana. Naona first half ngoza goli 2, second half wanakuja wanasawazisha. This is football. Kwenye mpira ni vitu sana vya kawaida, lakini kimsingi lazima tufike mahali tukubali kwamba kuna muda unaweza kufanya vizuri, kuna muda unaweza kufanya vibaya. Lazima tukubali kwamba katika mashindano ya klabu bingwa mwaka huu tumefanya vibaya, tutarudi kama Simba kwa kupambana kwenye ligi ya NBC ili kuhakikisha kwamba mwakani tunarudi na nguvu kubwa na kuna namna ambavyo tunafanya vizuri. Ukitazama mchezo tumeona mwalimu ameanza bila striker. Na sisi tumeshazoea wana Simba mara nyingi. Hata kocha aliyetoka Mr. Matatu mlianza kutupa lawama kwa nini anaanza bila striker. Pila ni taaluma. Kuna muda lazima tuheshimu maamuzi ya wanataaluma ambao wanaamua. Wao ndio wanakaa na wachezaji, wao ndio wanajua opponent wako namna ambavyo walivyo. Kwa kikubwa mwalimu anaamua kujipanga, anajua namna ambavyo timu pinzani ilivyo, game approach na mimi niingeje. Kwa hiyo kwanza bila striker mimi nafikiri ni moja ya science ya mpira hivi sasa watu wengi wanatumia viungo wengi. This is football. Mimi nafikiri kwamba tucheza vibaya lakini mwisho wa siku tumepoteza game. Kuna muda kila jambo linakataa katika maisha. Kile tutakachokifanya kinafanyaje? Inakataa. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asante.